Yes, niko katika kijiji cha Maliwanda, kitongoji cha Mchangani. Hii ni kata ya Unyali, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, na hapa nimefika kwa ndugu huyu ambaye ni moja kati ya maeneo ambayo ilipata masaibu hivi karibuni. Atatueleza kwa upande wake ni kipi hasa ambacho kinaajiri kwenye eneo hili, na amenusulika kifo kimsingi baada ya kunyweshwa sumu ambayo inatajwa kwamba huenda ni sumu ya kulia wadudu kwenye zao la pamba. Sasa tumefika kwake kwa siku ya leo kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu. Mimi ni Adelinus Banenwa, karibu sana. Tuungane kwa pamoja katika hadithi hii ambayo anaisimulia ndugu yetu. Tukutambue majina yako na nani? Kwa majina yetu ni Raji Masaba Peter. Inatajwa hivi karibuni kuna mambo yametokea hapa. Mtu ufahamu ilikuwa ni lini na nini kilitokea? Ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 3. Muda saa 12 asubuhi nikitoka hapa naenda center kuchukua dawa ya pamba. Ambapo nikanyunyuzia. Nilivyoenda kuchukua dawa ya pamba, nilipofika center nikamkuta mgawaji wa dawa ya pamba, akaniambia hawagawi asubuhi, watu wameenda kanisani. Maana kwenye vinani kituo cha mkosi. Alivyonieleza kwamba wanagawa muda wa mchana, baada ya masaa mawili watagawa kwa masaa mawili mchana, yani ambayo ni saa 6 na saa 7. Mimi nikasema kama wanagawa saa 6 na saa 7, sina jukumu la kukaa hapa center, inabidi niende wapi? Nyumbani. Baada ya kutoka hapo center nikaja hadi kwa shemeji yangu. Nilikuja na usafiri ambao nibeba mtoto wa shemeji yangu. Baada ya kuja tukafikia kwa shemeji yangu hapa Maliwanda. Hapa Maliwanda. Baada ya kufikia kwa shemeji yangu, mimi nikakuta shemeji yangu ameivisha chakula. Baada ya kukuta ameivisha chakula, akaniambia shemeji, kaa ule. Nilivyokaa kula, tumemaliza kula, nikamuuliza shemeji, mbona huyu mtoto wangu yuko hapa, huyu Vero? Mtoto akawa anakula. Alivyokuwa anakula, maliza kula, nikamchukua mtoto kuja naye nyumbani. Nilipofika nyumbani nikatafuta funguo. Nilivyotafuta funguo zikanikosa. Baada ya kutafuta funguo zikanikosa, nikapekua sana hapa nyumbani kila sehemu ambapo najua wenda hii sehemu ni wenda kwa sababu imezoeleka. Wenda watu wameijua, wenda mkianga mama kufanyaje? Kubadili. Ikabidi nitafute, nilivyotafuta zilivyonikosa, nikasogea dirishani. Baada ya kusogea dirishani nikagusa dirisha, nikakuta dirisha liko wazi. Yaani limerudishiwa ila halijawekewa komeo. Sasa nikasema kwa sababu ndani kuna ufunguo wa ziada, ngoja nikamwambia mtoto sogea hapo, simama hapa nitoe funguo nikuelekeze fanyeje? Ufungue. Yule mtoto kweli akasogea, alivyosogea nikaingia dirishani, kaingia ndani. Nikafika ndani nikachukua ufunguo wa ziada, nikampa mtoto. Mtoto akamuelekeza akafungua. Baada ya kufungua akaingia ndani. Alikuwa na nguo ya shule. Nikasema ngoja nibadilishe nguo ya shule ili nikienda shambani hii nguo mama akaje afue Jumatatu aende shuleni. Nilivyoingia ndani nikambadilisha nguo, nilivyobadilisha nguo mtoto akaomba maji ya kunywa. Mtoto alivyoomba maji ya kunywa alikuwa ameshakula ugali asubuhi, nikajua kweli mtoto anahisi kiu. Alivyoomba maji ya kunywa, mimi nikamwambia ngoja kubadilisha nguo nitakupa nini? Maji, tuko chumbani. Nimaliza kubadilisha nguo mtoto akatoka nje. Alivyotoka nje mimi nikabadilisha nguo ili nivae nguo za kazi kwenda kufanya kazi shambani. Ambapo nilikuwa naenda kupulizia mazao ya mahindi. Nilipobadilisha zile nguo nikatoa bomba nje. Nilivyotoa bomba nje nikarudi ndani. Nikasema mtoto ameomba nini? Maji. Hasa kile kitendo nachukua jagi kuchota maji, nikasema nichote maji niweke kwenye darasa, nikajiuliza kuna darasa tulikuwa tumeliacha shule shambani sijui liko wapi. Ila moyo ukanituma kabla ya kumpa mtoto hayo maji kunywa kwanza. Yaani kaisi kiu kikali. Ghafla kiu kikali sana. Nilivyohisi kiu kikali nikachukua ile jagi nikachota yale maji. Nilivyochota ile jagi likawa limekaribia kujaa. Nilivyokuwa limekaribia kujaa, mimi nikayanywa yale maji. Hasa muda nakunywa najiuliza wenda ni mikono yangu inanuka nini? Dawa ya pamba baada ya kuwa nimeshika bomba. Hasa mimi nikaendelea kunywa. Nimeendelea kunywa bado ile harufu inazidi kukolea kwenye jagi. Hapana, hata kama ni dawa nimeshika, haiwezi kanuka kiasi hiki afu bomba liko limeoshwa. Nikatoa yale maji. Baada ya kutoa maji nikatoka nje. Nikaangalia, nikaona kama dalili ya mafuta. Nikasema, "Mbona dawa kama mafuta?" Nikashindwa. Nikamwambia mtoto mwaga hayo maji. Mtoto akachukua akayamwaga hapo nyuma ya fence. Alikuwa kwenye jagi sasa. Akiwa kwenye jagi. Baadaye nikachukua kikombe. Baada ya kuchukua kikombe nikasema ngoja nichote haya maji kwenye kikombe, inawezekana jagi lilikuwa enda ndio
chafu au lilikuwa lina dawa. Sasa nikajiuliza kama jagi lilikuwa lina dawa, limfuata nini kwenye vyombo vichafu visafi? Baada ya kukuta, nikachukua kikombe, baada ya kuchota yale maji nikatoka nje. Sasa nikayazirisha niangalie vizuri, kweli haya maji yana dawa au ni lile jagi. Nikakuta yale maji kweli yana nini, yana dawa. Nikamuita mtoto wa jirani, nikamwambia Gisimba, njoo hapa. Alivyokuja mtoto nikamwambia mnusa haya maji. Baada ya kunusa haya maji, huyu mtoto akasema mbona haya maji yana dawa ya pamba? Nikamuuliza ni dawa ya pamba? Sasa ndo na mimi muda huo sasa akili yangu inanituma kumbe nimekunywa sumu. Nikasema wenda ni harufu kwa sababu ya kushika bomba, kumbe nimekunywa sumu. Sasa hapo nikaanza kujihisi kichefuchefu kikali sana. Ikabidi nitoke, nikafunga mlango, nikafunga dirisha, nikatoka nikamwambia yule mtoto wangu ambaye nilikuwa naye Vero. Nikamchukua, nikateremka hadi mji wa chini hapo. Nikafika nikamweleza yule shemeji yangu, na yeye ni shemeji yangu. Nikamwambia shemeji, nahitaji maziwa, nimekuta nyumbani kwangu 1 2 3, sijajua nani kafanya kitendo, na mke wangu yupo ameenda kanisani. Sasa nikamwambia shemeji akasema siku hizi mimi hawezi fanyaje? Sikamui. Hapa sasa alivyosema akamui, kabili nikimbie hadi kule ndiko mchukua mtoto. Nilivyokimbia hadi kule ndiko chukua mtoto, nikafika nikamuita. Alikuwa amekaa anakunywa chai, alikuwa hajaa. Huyo shemeji yako mwingine? Ambaye shemeji yangu mkubwa. Nilipofika ni baada ya kumueleza, akachukua maziwa kama kikombe kimoja, anasema kwa kwenye mboga. Akanipatia yale maziwa kikombe kimoja. Baada ya kunipatia yale maziwa kikombe kimoja, nikajisikia hayatoshi. Yaani kwa hali niliyokuwa najisikia, nikakimbia hadi kwa mama mmoja hapo, ni mwenyekiti wa mtaa wa kitongoji. Nikakimbia hadi kwa huyo mama. Akaniongezea kikombe hiki. Nikamueleza, akaniongezea kikombe kimoja, nikanywa. Baadaye nikarudi pale nikakaa. Hasa hali niliyokuwa najisikia, nikamuita mtoto wa shemeji yangu, alikuwa yupo. Nikamuita, nenda kamuite mke wangu kanisani. Kabidi akamuita mke wangu wapi? Kanisani. Baada ya kuja, kabla ya kufika yeye akakuta kuna baba mkubwa wangu amefika. Akanikuta nimelala pale. Akaanza, vipi Miraji, unajisikiaje? Nikamwambia baba, nimekuta 1 2 3 nyumbani kwangu nimekunywa maji yenye sumu. Akasema umekunywa maji yenye sumu? Nyumbani kwako? Mbona hilo tatizo tena ni gumu? Akasema ndio hivyo. Baadaye akawapigia ndugu zangu wengine. Baadaye alipofika mke wangu, baba mdogo yule, baba mkubwa akamtuma. Baada ya kumtuma, akaenda akamuita babangu, alikuwa shambani. Babako mzazi? Babangu mzazi. Babangu mzazi, mke wangu akawa amerudi. Ila muda sio mrefu, hata zikupita hata dakika 2 au 3, baba naye akawa amefika, babangu mzazi. Sasa ndio nikachukuliwa pale kupelekwa kituo cha afya Mgeta. Nilipofika kituo cha afya Mgeta, wakadai nipate PFCL ya kutoka kituo cha polisi. Walivyohitaji, yule daktari wakamueleza shida ilivyokuwa. Kwa wakati huo kwenda hadi kituo cha polisi inakuta nitakuwa na hali mbaya. Hasa wakabidi wanitibu. Walivyomaliza kunitibu, nikaruhusiwa kutoka muda wa saa 2 usiku. Niliruhusiwa kutoka, kesho yake nikaja nikalala nyumbani. Ikabidi niende hadi sasa Mgeta kesho yake, ambayo ni tarehe 23 ambayo nirudi, ambapo niende Nyamswa. Baada ya kwenda Nyamswa, nikafika pale kituo cha polisi, wakanidai maelezo. Nikaeleza. Baada ya kueleza, wakaniandikia ile PFCL, nikarudi wapi? Mgeta. Nilipofika Mgeta, yule daktari alionipokea na kunitibu, ikabidi aijaze maelezo alivyodai, ili tuzizilishe ni kweli ilikuwa ni sumu. Alipofika pale daktari yule akanipokea. Baada ya kunipokea, akachukua ile karatasi. Ile karatasi akaijaza yote. Baada ya kuijaza, nikaichukua tena kuitoa Mgeta, nikairudisha Nyamswa. Nilipofika Nyamswa, wakadai maelezo kutoka kwangu. Kaeleza. Baada ya kueleza, wakasema ile swala atalifanyia uchunguzi kwa wakati. Wakaniruhusu kurudi nyumbani. Ile swala uchunguzi litaendelea. Okay. Labda tuyaangalie mazingira mbali na kukuta maji hayo, kwa sababu naamini maji uliyachota kutoka kwenye kifaa kingine. Mazingira uliyakutaje, na baada ya kuchunguza kwenye sehemu ulipochota maji mara ya kwanza palikuwaje? Yaani mazingira niliyoyakuta baada ya kuchota yale maji kwa mara ya kwanza, kwa sababu alikuwa kwenye diaba la maji ya kunywa. Baada ya kuchota kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili, kabidi nichote ili nijizihirishe. Nikachukua mwiko, nikakoroga yale maji, nijue haya maji yana nini, au mwanamke alichota maji mengine na haya akachanganya na mvua, au kuna nini. Nikachukua mwiko wa kupikia, wa kusongea ugali, nikakoroga yale maji. Sasa nilipokoroga yale maji ndio kajizihirisha kwamba ni nini? Ni sumu. Yalifananaje baada ya kukoroga? Yalikuwa maziwa. Jabaini aliyofanya tukio ni nani?